tunajifunza namna ya kuomba. Kuomba ni kitu kizuri. Kuomba ni kitu kinachopendeza. Lakini tutaomba namna gani? Sio mimi na wewe tu ndio ambao tunahitaji kujifunza jinsi ya kuomba. Hata mitume wa Bwana Yesu walimfuata, wakamwambia, Bwana, tufundishe kuomba. Unafikiri ni kwa nini? Kwa sababu waliona tofauti ambayo Bwana alivyokuwa akienda kuomba na wao. Ndio maana wakaomba na wao angalau awafundishe. Bwana kwa wakati ule hakuwafundisha namna ya kuomba, akawafundisha kusali ile sala ya Baba yetu ambayo ni maneno yanayojirudia rudia. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, namna hiyo namna hiyo namna, kama tunavyoenda kila siku katika mahekalu, na walidumu katika hiyo kila siku. Lakini kuna mahali alikuwa amewaelekeza vizuri, akawaambia, muombapo nyinyi msiwe kama wanafiki. Wanafiki ni kina nani? Sitaki kwenda huko, lakini akawaambia nyinyi msiwe kama wanafiki. Ni wale ambao wanakuwa na maneno mengi ya kujirudia rudia, wana machungu yao, wana uhofu ya maisha, wanatamani kupata vitu fulani, wakirudia rudia wanafikiria kwamba watajibiwa kwa wingi wa nini, wa yale maneno ama kwa uchungu walioubeba ndani ya mioyo zao. Kumbe hapana, kwa sababu maandiko yanasema heri wenye mioyo iliyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Na tunapoingia ndani ya vyumba vyetu vya siri, tunahitaji kwenda kumuona Bwana. Tutamuonaje? Tukifungua chumba ni kweli tutamuona Bwana? Hapana. Ila kuna chumba kilicho ndani ya mwanadamu ambayo ni moyo wake. Moyo una ndani ya ndani yako. Huko ndipo mahali ambako pa kukutana na nani? Na Bwana anayewajaza watu wake. Ni namna gani? Sisi hatujui, ila Roho Mtakatifu pekee ndiye anajua kuugua kwetu. Kuugua siko huko kwa sababu mtu nina machungu, ninaumwa, nina shida ya fedha, nina shida ya mchumba, sijaolewa mpaka sasa. Unaona kwamba hiyo ndio haja ya moyo wako? Hapana. Hiyo sio haja ambayo Mungu anataka kuisikia. Sio nia ambayo Mungu anataka usemezane naye. Sio yenyewe, kwa sababu maandiko tena yanasema kwamba ndani ya moyo ndimo mulimo ile chemchemu ya nini? Ya maji ya uzima. Yaani ndani ya moyo kuna vijito vinavyotiririsha nini? Maji ya uzima. Ina maana umo ndimo apaswa kukaa Mungu. Sasa tatizo ni kwamba tuna machungu mengi tunayoyapitia, na yale machungu ni maumivu yanayotufanya tuhangaike. Hata katika kuomba kwetu tumeonekana kama tunaomba kwa kuugua, lakini kumbe ni maumivu yanayochoma juu ya moyo. Shida, mahangaiko, kukosa ndoa. Hivyo vitu ni vitu vya muda vyote. Ndio maana kuna mtu mwingine anaweza akajishuhudia akasema, niliomba, nikafunga, nikaomba, nimepata mume. Yale ni maombi ya muda ambayo ni maombi ya kutaka vitu vitokee. Je, wewe unataka kuwa na maombi ya vitu vitokee? Lakini mimi ningekushauri hapana. Unatakiwa uwe na maombi ya maisha. Yaani maombi yawe sehemu yako ya maisha. Kila siku uwe nakutana na yule wa sirini kwako. Kwa sababu ukiwa na maombi ya kutaka matokeo yake utaanza kuhangaika kwa nabii, kwa mtume, kwenye vikundi vya wana maombi. Lakini kama ukitaka maisha ya maombi, utaingia ndani, na yale maisha ya maombi humfanya mtu kuwa mnyenyekevu. Mtu huwa anajitafakari njia zake, kuanzia asubuhi, kuanzia jioni, kuanzia alipokuwa anakuwa, ni wapi ambako alikoharibu, kwa sababu humo ndani kuna vijito vinavyotiririka. Ndio maana yule roho akikaa mle ndani huwa anaugua, ataanza kukuonyesha njia hii sio nzuri, hapa umeharibu, unatakiwa kuwa hivi. Unaona, Mungu anataka watu moyo wako uwe safi, utunze usafi. Ndio maana tena maandiko yanasemaje? Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Linda sana. Unafikiri ulinde nini? Yaani kama ukiwa na maisha ya maombi, unaweza kuulinda moyo wako usichafuliwe. Moyo wako usiingiliwe na vijito vinavyofanya nini? Vinavyopitisha maji machafu. Okay.
nataka nikupe tofauti ya watu wawili. Kuna mtu mwenye haja ya moyo, alafu kuna mtu ana maumivu ya moyo. Kati ya hao watu wawili, nani atakuwa anaomba ipasavyo? Kwa sababu huyu mtu ambaye ana haja ya moyo ni mtu aliyebeba mzigo ndani yake. Na huyu mtu aliyebeba mzigo utamjuaje? Kwanza ni mnyenyekevu, alafu ni mtu mpole, ni mtu aliyejaa furaha. Lakini huyu aliye na maumivu ya moyo, kwa sababu yale maumivu ni ncha kali inayochoma juu ya moyo. Sasa ukisha kuwa mtu ambaye unachomwa na vitu vyenye ncha kali, utulivu hakuna. Kwa sababu yale maumivu ukupelekea hospitalini, maumivu yale ukupelekea kuhangaika, mara leo kwa mtume, kesho kwa nabii, kesho kwa mchungaji, kesho wapi, unakuwa mganga. Wengine wanafikia kwenda kwa waganga. Ndio tofauti ya hao watu wawili. Kwani maandiko yanasemaje? Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini, na upole wenu ujulikane na watu wote. Yaani unapojitokeza unajulikana kwamba huyu ni mtu mpole. Mtu mwombaji ni mtu mpole, ni mtu mnyenyekevu. Na haja zenu zijulikane na nani? Na Bwana. Sasa huyu mwenzangu na mimi ambaye ana maumivu yake, ametendwa, hajaolewa mpaka sasa, mume wake amemkosea, amejaa maumivu. Na ndo wengi tuliopo makanisani tumejaa maumivu. Tukianza kuomba machozi yanamiminika. Sio kwamba ni machozi ya furaha, hapana. Sio kwamba ni machozi ya mzigo tulioubeba kwa ajili ya furaha ya Bwana, hapana. Ni machozi ya maumivu ya kutendwa, maumivu ya kushindwa. Hatupati kitu, tunahangaika, tuna kazi, biashara haziendi. Hayo ni maumivu yanayochoma, hayakufanyi mtu utulie. Lakini leo nakwambiaje? Hebu kasome Wafilipi 4, inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Na upole wenu ujulikane na watu wote. Sio matatizo yako yajulikane na manabii, sio matatizo yako yajulikane na wachungaji, sio matatizo yako unapayuka. Hayo ndio Bwana Yesu aliyosema, nyinyi msiwe kama wanafiki wa kukaa barabarani kwa maneno mengi ya kurudia machungu na mapito alionayo. Hayo sio maombi ambayo Mungu huwa anayajibu. Hayo sio maombi ya muombaji ambaye ana maisha ya kuomba kama ya Bwana Yesu. Alikuwa anaomba kama maisha yake, kama desturi yake kila siku. Mitume walimtamani, wanafunzi wake walimtamani, wakaona mbona hayuko kama sisi? Ni lazima ubadilike leo, uanze kujifikiria, kujikagua. Nitakuwaje mtu mwenye haja ya moyo na si mwenye maumivu ya moyo? Somo hili lilikuwa linahusu haja ya moyo na hoja yenye nguvu. Sio maumivu ya moyo, hoja zenye nguvu na haja ya moyo tuzilete kwa Bwana, naye atatujibu. Karibu uendelee kuwa pamoja nami siku zote, tuendelee kujifunza zaidi namna gani ya kuleta haja ya moyo na hoja yenye nguvu mbele za Bwana. Ubarikiwe.